Ama kweli, ukistaajabu ya Musa utaona ya Firauni. Katika sehemu ya 3 tunaona Susan akiwa katika mikono ya polisi kwa ajili ya kupatiwa msaada juu ya vitendo vilivyokuwa vinafanywa na baba yake usiku. Tunaona mahojiano yakiendelea kati ya Susan na askari aliyeaminika, lakini papo hapo mama yake akiwa anatokwa na machozi kwa sababu alikuwa anachukulia mambo kirahisi. Sasa kagundua hali ambayo anaipitia mwanawe kila yeye akiwa katika shughuli zake za kibiashara. Je, ni nini kitaendelea ndani ya hii story? Naomba tuende sote. Lakini mpenzi msikilizaji, naomba usisahau kusubscribe kwa ajili ya kutoa support yako kwa ukuaji wa chaneli yetu. Pia toa maoni yako kwa ajili ya uboreshaji wa kazi zetu. Maoni yako ni muhimu sana. Asante sana na tuende pamoja. Siku ya kikao rasmi cha kwanza kilichopangwa na mama Susan ilifika haraka. Susan alijiandaa kwa machozi, akihisi hofu kubwa lakini pia tumaini jipya. Aliingia katika ofisi ya mwalimu mkuu akiwa ameambatana na mama yake na afisa wa polisi yule yule aliyemhudumia kwa upole awali. Ndani ya ofisi kulikuwa na hali ya utulivu wa tahadhari. Mwalimu mkuu aliwakaribisha kwa heshima na upole, kisha akaketi akiwa tayari kusikia hatua zinazopendekezwa. Tunajua huu ni wakati mgumu kwa familia, mwalimu mkuu alianza kusema. Lakini sisi tuko pamoja na Susan kuhakikisha anapata haki, usalama na msaada wa kihisia. Afisa wa polisi aliongezea. Tayari tumefungua jalada la uchunguzi. Baba wa Susan atafikishwa mbele ya vyombo husika, lakini cha kwanza kabisa ni kuhakikisha Susan hayupo tena kwenye mazingira ya hatari. Mama yake Susan alitoa pumzi nzito sana. Uso wake ulijaa mchanganyiko wa huzuni na hatia. Niko tayari kumlinda mwanangu. Nimeshtuka sana, lakini sitakubali tena hii iendelee. Susan alikaa kimya kwa muda, lakini baadaye alisema kwa sauti ya chini. Nashukuru sana. Hata kama bado naogopa, lakini najua sasa siko peke yangu. Afisa wa polisi alimsogelea kwa upole na kumwambia, ni sawa kuogopa Susan. Hofu sio udhaifu, bali ni ishara kuwa bado una kitu cha kupigania, na sisi tuko hapa kwa ajili yako. Mwalimu mkuu alipendekeza Susan aanze kupokea ushauri na saa mara moja. Alimjulisha kuwa kuna mshauri wa kitaalamu wa shule ambaye angeweza kuanza naye kesho, lakini mama naye alikubali pendekezo hilo. Kila hatua itakayochukuliwa nitaikubali. Nilichelewa sana, lakini sasa nitakuwa mama wa kweli kwa Susan. Baada ya kikao, Susan alitembea kwa mwendo wa taratibu kuelekea lango la shule. Jua la alasiri lilikuwa linatua pole pole, likimpa hisia mpya ya matumaini. Alisimama kwa muda na kusema kimoyomoyo, sauti yangu imeanza kusikika. Sasa naanza kujifunza kuishi tena. Hali ilikuwa ngumu sana kwa Susan, lakini Susan aliendelea kuamini kuwa kila jambo lingekamilika kwa faida yake. Alijua kuwa safari ya uponyaji haikuwa rahisi, lakini alikuwa tayari kwa changamoto. Kila siku alipitia hisia tofauti tofauti, uoga, huzuni, lakini pia tumaini na uthubutu. Shuleni, marafiki zake waliendelea kuwa bega kwa bega naye. Gracious, Loveness na Naila hawakumwacha hata siku moja. Walimpeleka library, walikuwa naye wakati wa mapumziko, walimchekesha na walimkumbatia kimya kimya pale anapohisi kuanguka tena. Susan, tumekuona ukibadilika, Gracious alimwambia siku moja wakiwa kwenye kivuli cha mti ule wa zamani wa shule. Kuna nuru machoni pako hata kama bado unavaa kivuli. Loveness aliongezea. Hatuna haraka nawe. Tutakuwa hapa kwa kila hatua unayoipitia. Naila alicheka kidogo kwa sauti yake ya kipekee, kisha akasema, na ikitokea mtu yeyote anataka kukurudisha kwenye mateso, atapambana na sisi kwanza. Maneno yao yalimgusa Susan. Alitabasamu kwa mara ya kwanza kwa dhati. Machozi ya furaha yalikusanyika kwenye macho yake, si kwa sababu ya huzuni, bali kwa sababu ya kupendwa kweli kweli. Wakati huo huo, mama yake alikuwa naye kwenye harakati kubwa. Alishirikiana na mashirika ya kijamii kushughulikia kesi hiyo. Polisi waliendelea na uchunguzi na Susan aliitwa kutoa ushahidi wake rasmi mbele ya maafisa wa sheria. Ingawa hofu ilimtawala siku hiyo, alipofika mbele ya maafisa wale, alipumua kwa kina na kusema kwa sauti iliyojaa uzito wa kweli, sikuchagua maisha haya,
lakini sasa nimechagua kupigania uhuru wangu, sitanyamaza tena. Afisa aliyekuwa akiandika alisimama kidogo, akamtazama kwa macho ya heshima na kusema, umeonyesha ujasiri mkubwa sana Susan, na kwa hilo tunaahidi haki itafanyika. Jioni hiyo akiwa nyumbani, Susan aliketi kitandani kwake akitazama juu kwenye dari. Hakukuwa na milango iliyofunguliwa tena kwa nguvu. Hakukuwa na vishindo vya usiku tena. Aliweka mikono kifuani akasema, sijafika mwisho, lakini sasa najua nimeanza. Baada ya kikao cha mwisho na maafisa wa polisi, Susan alihisi kuwa alivua mzigo mkubwa ambao alikuwa ameubeba kwa miaka mingi sana. Ingawa bado alikuwa na majeraha ya ndani, alihisi huru kwa mara ya kwanza. Amani ilianza kujijenga hatua kwa hatua, kama jua la asubuhi linavyofukuza ukungu wa alfajiri. Baba yake aliwekwa chini ya uchunguzi mkali. Mahakama iliamuru aondoke kwenye nyumba na akalazimishwa kukaa mbali na Susan hadi kesi iishe. Hilo lilikuwa ni pigo kubwa sana kwa mwanaume ambaye aliwahi kujiona mwenye nguvu kuliko wote. Mama yake Susan alibadilika kabisa. Hakuwa tena yule mama wa kucheka na kusafiri kila mara bila kujua yanayoendelea nyumbani kwake. Sasa alikuwa bega kwa bega na binti yake. Alipika naye, walizungumza kila usiku na walitembea bustanini pamoja jioni. Kila tabasamu la Susan lilikuwa ushahidi kwake. Susan, mama yake alimuita siku moja jikoni. Sikujua nimekuwa mbali kiasi gani, lakini sasa ninafahamu. Nitaendelea kuwa hapa hadi pale utakapopona kabisa. Shuleni, maisha alianza kurejea kwenye mstari wa kawaida. Wanafunzi waliomwona Susan kama mkimya na mwenye huzuni, sasa waliona mwanga mpya machoni pake. Hakuna tena yule msichana aliyekaa peke yake kwenye kona ya uwanja. Alikuwa na sauti, na sauti hiyo sasa ilisikika wazi. Gracious, Loveness na Naila waliandaa sherehe ndogo ya kumpongeza kwa hatua aliyoipiga. Walimkabidhi zawadi ndogo, daftari lililoandikwa sauti ya Susan. Hii ni kwa ajili ya simulizi zako mpya, Gracious alisema. Zile za nguvu, zile za matumaini, na zile zitakazosaidia wengine wasinyamaze kimya, Loveness aliongezea. Na zile zitakazomkumbusha yeyote kuwa Susan sio wa kuchezewa. Naila akamalizia kwa kicheko kidogo. Susan alimkumbatia kila mmoja wao kwa nguvu. Hakuwa na maneno ya kusema, lakini moyo wake ulisema kila kitu: shukrani, mapenzi na matumaini. Jioni ya siku hiyo, alisimama nje ya nyumba yao ya kifahari pale Oysterbay. Jua lilikuwa linatua, anga ikiwa imejaa rangi ya dhahabu na mawaridi. Aliangalia anga, akapumua kwa kina na kusema, kwa miaka nilikuwa kimya. Nilikuwa kivuli cha mtu, lakini leo naanza upya. Mimi ni Susan na hii ni sauti yangu. Asante sana mpenzi msikilizaji. Asante sana kwa kuwa nami kuanzia mwanzo sehemu ya kwanza mpaka hapa tulipofikia sehemu ya 4. Na huu ndio mwisho wa simulizi yetu. Nashukuru sana. Lakini usiache kuendelea kufuatilia. Kuna simulizi nyingine nyingi mpya zinakujia. Tafadhali usisahau kusubscribe, like na toa maoni yako kwa ajili ya uboreshaji wa kazi zetu. Asante sana na karibu.